katika jina la Yesu Kristo. Pokea ujazo wa nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yako kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu ya Roho Mtakatifu juu ya Loveness katika jina la Yesu Kristo, kwa damu na kondoo, kwa damu na kondoo, kwa damu na kondoo. Nguvu ya Roho Mtakatifu, nguvu ya Roho Mtakatifu yako, nguvu ya Roho Mtakatifu, nguvu ya Roho Mtakatifu juu yako. Nguvu ya Roho Mtakatifu juu yako, nguvu ya Roho Mtakatifu juu yako kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa kuwa ni mwema na mwingi wa fadhili, na jina lako na kulitukuza kivyote. Wewe ulisema katika neno lako maagizo yako matakatifu, nasi tunatembea nayo katika jina lako Yesu Kristo. Uliposema katika neno lako kitabu cha Injili ya Marko sura ya 6 na ule mstari wa 16, maandiko yako ni mazuri, yananena vizuri kabisa. Akasema enendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Na umesema katika sura ya 16 mstari wa 15, aamini na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Bwana Yesu Kristo, umesema katika neno lako hilo, na pia tunaenda kubatiza kwa jina lako. Ukiangalia kitabu cha Mathayo sura ile ya 28, maandiko yako mazuri Yesu pia anazungumzia kuhusu swala la ubatizo. Yesu Kristo ukasema katika neno lako vile vile tunazidi kutembea katika hilo, kwamba na katika jina lako Yesu Kristo umesema ndio mkawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi, mkawatiisha kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kushika yote niliyoamuru. Mimi nitazamani pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Bwana Yesu Kristo, kwa nafasi ya kikwani ya kifalme, ninashuka na kunyenyekea kwa ajili ya ukuu wako na uweza, nikimleta pendwa ambaye anahitaji kubatizwa na kuuzika utu wa kale. Sema Bwana Yesu, mimi ninaukataa asili yangu ya baba yangu na mama yangu kutoka jina la Tobias. Yesu Kristo, ukanipe jina jipya siku ya leo kwa msaada wa Roho wako Mtakatifu. Mfalme wa falme, Yesu Kristo, nikiwa hapa niko tayari kuuzika utu wangu wote wa kale na matendo yake mabaya kwa neno lako wa Galatia sura ya 5. Kuanzia sasa mimi nitaenenda kwa Roho, wala sitatimiza kamwe tamaa za mwili, kwa sababu mwili utamani ukishindana na Roho na Roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana, hata siwezi kufanya ninayotaka. Lakini nikiongozwa na Roho, sipo chini ya sheria. Basi matendo ya mwili ndio haya: uasherati. Kupitia ibada hii ya leo, uasherati wote uliokuwa ukinifuatilia kutoka kwenye asili ya baba yangu, mama yangu, maisha yangu binafsi, utazikwa, na uchafu utazikwa, na ufisadi utazikwa, ibada ya sanamu itazikwa, uchawi unazikwa, uadui unazikwa, ugomvi unazikwa, wivu unazikwa, hasira inazikwa, fitina vinazikwa, faraka, kiburi, ukaidi, faraka, uzushi, husda, ulevi, ulafi na mambo yote yanafanya hayo katika jina la Yesu Kristo. Leo inaenda kuzikwa kwa jina lako Yesu Kristo. Ninaamini hivyo. Fanya kama kaa, piga magoti, piga magoti. Piga tu magoti. Piga tu magoti. Nyosha kaa kabisa, kaa. Kaa kabisa. Nyosha miguu mpaka nyosha. Nyosha kabisa. Nyosha. Sawa. Yaani atakiwa mguu wala mkono unaonekana hivi. Tunamzika Tobias kwa jina la Mungu, kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Anayeibuka sasa hivi ni Elisha kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile. Bwana Yesu Kristo, ninaruhusu uwepo wa Roho wako Mtakatifu juu ya nafsi yake na roho yake kuanzia sasa. Mungu Baba mwenye enzi yote, Muumba wa mbingu na nchi, ninakaribisha nguvu ya Roho wako Mtakatifu iingie ndani yake kuanzia sasa. Roho wako Mtakatifu, ubatizo wa Roho wako Mtakatifu dhidi ya nafsi yake Elisha kwa jina lako Yesu Kristo. Badilisha maisha yake kivyote, kiroho, kinafsi na kimwili. Ninaruhusu nguvu ya Roho wako Mtakatifu. Naomba kuimba karibu Roho. Karibu Roho. Roho wa Bwana Yesu Kristo uwepo ndani ya nafsi yake. Elisha amekuamini na kukupokea kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yake. Sema Bwana Yesu, kuanzia leo, sema Bwana Yesu, nimechukua chapa mpya ya jina lako Yesu Kristo na muhuri wa Roho wako Mtakatifu. Kuanzia sasa mtu yote asinitaabishe. Nimeuzika utu wa kale na mawazo yake mabaya
mimi ni mpya, mimi sio Tobias tena, mimi ni Elisha kwa jina la Yesu Kristo. Tazama, ya kale yamekwisha, yamekuwa mapya, mimi ni kiumbe kipya katika jina la Yesu. Amen. Amen. Utasema utamsaidia huyu sasa. Umepata nini? Hujapata jina? Kama alivyofanya mwenzako, onyesha miguu kabisa, aweza kukaa. Nyosha tu miguu. Wewe ni mwoga. Njoo mshike babako miguu huko. Sio watu Bukoba tunakupa maji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu Baba mwenye enzi yote, Muumba mbingu na nchi, katika jina lako Mwokozi Yesu Kristo, maji haya tunayabadilisha kuwa damu yako ya thamani. Hivyo kuondoa kila kitu ambacho hakifai katika jina lako Yesu Kristo. Tunayatakasa kwa damu yako Yesu Kristo, kwa agizo lako la kuwabatiza watu kwa jina lako Yesu Kristo. Tunaenda kumbatiza kutoka Edon na kumpa jina jipya ambalo Yesu Kristo na Roho Mtakatifu umempa, ambalo litakuwa jina jipya katika maisha yake. Ufalme wote ulikuwa unafuatilia utampata tena. Sema Bwana Yesu, Edon, ninauzika utu wangu wa kale na matendo yake yote mabaya, kwa Galatia sura ya 5, katika jina la Yesu. Ninapokea kuzaliwa upya, nafsi yangu, roho yangu na mwili wangu, katika jina la Yesu Kristo. Basi kuanzia leo nitaenenda katika Roho Mtakatifu, wala kamwe sitatimiza tena tamaa za mwili, kwa maana mwili utamani, kwa kuwa mwili utamani na kushindana na Roho. Kuanzia leo ninakataa kuongozwa na mwili, bali nitaongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa neno lako ninazika uasherati wa aina yote, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana hayo, na vizika vyote kutoka kwenye asili ya baba yangu na mama yangu, mapokeo ya kidini na kidhehebu, mifumo ya kitamaduni, mifumo ya kielimu iliyokuwa imenikamata na kunifanya mateka wao. Ninatoka huko kwa jina la Yesu. Ninapoenda kuzikwa, ninazikwa na vitu vyote viovu ili nifanyike kuwa mpya katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo anazikwa Edon, kwa jina la Yesu Kristo. Anayefufuka sasa ni Emmanuel, katika jina la Yesu Kristo. Maana yake Mungu pamoja nasi. Yesu Kristo, ninaruhusu uwepo wako katika nafsi yake, katika roho yake. Ninaruhusu kukaribishwa Roho wako Mtakatifu ndani yake. Roho Mtakatifu ukawekeze ndani yake. Watakapokuja kumfuatilia katika maisha yake, hawatamwona tena Edon. Maana yake amefanyika kuwa mpya. Sema, nimeusulubisha mwili na mawazo yake yote. Mimi ni kiumbe kipya, ya kale yamekwisha, tazama yamekuwa mapya. Asante Bwana Yesu Kristo kwa kunifanya kuwa kiumbe kipya. Asante. Sema Bwana Yesu, kwa neno lako wa Galatia sura ya 6 mstari wa 14 hadi 18, siko tayari kufungiwa nira mimi Johnson pamoja na wasioamini kwa jinsi sivyo sawa sawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Haki na uasi. Pana ushirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliari? Beliari na Kristo. Mimi ninayeamini, nina sehemu gani pamoja na asiyeamini? Tena pana patano gani kati ya hekalu la Mungu? Katika hekalu la Mungu na sanamu? Mimi ni hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba atakaa ndani yangu, atatembea nami, atakuwa Mungu wangu. Kuanzia leo, kupitia ibada hii ya ubatizo, ninatoka kati ya wasioamini na kutengwa nao katika jina la Yesu Kristo, ili nikaribishwe kwako Yesu Kristo. Na kwa neno lako wa Galatia sura ya 5, ninaenenda kwa Roho, sitatimiza kamwe tamaa za mwili. Kuanzia leo nitaongozwa na Roho wako Mtakatifu, sitakuwa tena chini ya sheria.
Basi kuanzia leo kupitia ubatizo huu ninazika uasherati uliokuwa ukinifuatilia, uchafu wote, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanya hayo. Leo hii nayazika kwa jina lako Yesu Kristo, nami nafanyika kuwa kiumbe kipya. Siogope kidogo kwa dakika chache. Bwana Yesu Kristo, umesema ndio mkafanya mataifa yote kuwa wanafunzi wangu mkiwabatiza kwa jina lako. Tunambatiza, tunamzika Johnson kwa jina lako Yesu Kristo, na anayefufuka sasa hivi ni John katika jina la Yesu Kristo. Amefanyika kuwa kiumbe kipya. Nguvu ya Roho Mtakatifu ikawe juu yake John kuanzia sasa. Uwepo wa Roho Mtakatifu ninakaribisha ndani ya nafsi yake John katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Ya kale yamekwisha, kama yalikuwa mapya. Amechukua muhuri wa Roho Mtakatifu na chapa ya jina lake Yesu Kristo. Huyu ni John, sio Johnson tena. Kwa jina la Bwana Yesu Kristo, ya kale yamekwisha, kama yalikuwa mapya. Yesu kamshike kwa mkono wako wa kuume ulio hodari wenye nguvu. Amen. Bwana Yesu Kristo wa Nazareth, leo tunakushukuru kwa ajili ya mpendwa huyu anayejulikana kwa jina la Tekla, lakini leo anaenda kuzikwa na kupewa jina jipya ambalo Roho Mtakatifu utaliruhusu kutoka kwenye kinywa cha mtumishi wako Alisa. Katika jina lako Yesu Kristo Bwana, hilo jina likapate kibali machoni pako, likaondoe kila aina laana na maagano yote ya sheria ulimwengu wa roho. Sema Bwana Yesu, leo hii ninauzika utu wangu wa kale, mimi Tekla, na ile jina la urisi ninajitenga nalo. Kwa Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 14 hadi wa 18. Yesu Kristo, na kwa neno lako naja saa hizi, kwa neno lako wa Galatia sura ya 5 na ule mstari Yesu Kristo kuanzia wa 16. Nitaenenda kwa roho na kamwe sitatimiza tamaa za mwili. Kwa jina la Yesu Kristo nitaongozwa na Roho Mtakatifu na sitakuwa chini ya sheria. Kuanzia leo nauzika kila aina ya uasherati kutoka kwenye asili ya baba yangu na mama yangu na awaye yote niliozoeana naye au kufahamiana naye awali katika maisha ya utumwani Misri. Roho za uasherati, roho ya uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husna, ulevi, ulafi na mambo yanayofanya hayo, ninayazika leo kwa jina la Yesu Kristo na kuchukua jina jipya ambalo Roho Mtakatifu unanipa leo. Bana mikono yako kama unaumba wetu wa taifa kule chini, shika mapaja yako, jifungie hapo wewe, na asiinuke hata kidogo. Kwa dakika chache nitasiba pua, afu nitairudisha. Futa kwanza pumzi. Inaweza kupeleka, funga mdomo wako. Nitakapofunga pua kwa dakika chache utasikia utakosa hewa, alafu itarudi sawa. Kwa jina lake Yesu Kristo tunamzika Tekla, na anayefufuka ni Naomi katika jina la Yesu Kristo, manake ni apendezaye. Katika jina la Yesu Kristo, huyu sio tena Tekla bali ataitwa Naomi katika jina la Yesu Kristo. Tulie tu. Bwana Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya jina jipya ambalo umempa Tekla ambaye anaitwa Naomi. Yesu Kristo, sema kuanzia sasa, Roho Mtakatifu karibu ndani yangu. Sema Roho Mtakatifu karibu ndani yangu. Fufua kila ambacho kinapaswa kuwa hai kinachotoka kwako Bwana Yesu Kristo. Kuanzia leo nikaishi mapenzi yako, amri zako, sheria zako na hukumu zako. Mimi ndani ya Kristo nimeusulubisha mwili wangu na mawazo yake yote mabaya na tamaa zake zote mbaya. Nitaishi katika roho na kutembea katika roho huyo mtakatifu. Karibu Roho Mtakatifu, karibu Roho Mtakatifu, karibu Roho Mtakatifu, karibu Roho Mtakatifu. Anza kusimama taratibu. Karibu Roho Mtakatifu, karibu Roho Mtakatifu, karibu Roho Mtakatifu. Simama taratibu, mstari nguo zake asikae sawa. Karibu Roho Mtakatifu, karibu Roho Mtakatifu. Sema karibu Roho Mtakatifu, karibu. Inua tu mikono yako juu. Karibu Roho Mtakatifu, karibu Roho Mtakatifu, karibu Roho Mtakatifu, karibu Roho Mtakatifu. Roho wa Bwana Yesu Kristo, roho uweza, Roho Mtakatifu ingia ndani yake kuanzia sasa, ukawe kiongozi wa maisha yake kivyote. Fufua kila kipawa ambacho kimekufa katika maisha yake, akafanyike kuwa baraka na ustawi kwa uzao wa tumbo lake wote kwa jina la Yesu Kristo, na akafanyike faida kwa mume wake, na katika jina la Yesu Kristo katika mtao Yesu Kristo kaonekana ndani yake. Kila kipawa, kila karama iliyokuwa ndani yake iliyokuwa imekufa, na tamka kwa mamlaka kuwa kifalme jina lake Yesu Kristo kwamba ikawe hai ndani yake Naomi, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya 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 mwana kondoo aliye hai. Amen.
Nenda kakae nafasi yake. Si alikuwa anaona wewe unafanya zoezi sana. Na huyu ni mmoja kuliko wewe. Mpendo ambaye amekuja mbele zako sasa, sema Bwana Yesu, ninajitenga na asili ya baba yangu na mama yangu na wote ambao waliwahi kuniunganisha kiroho, kinafsi na kimwili katika hali halisi na katika hali ya ndoto. Kwa Galatia, kwa neno lako Yesu Kristo, wa Korintho wa pili sura ya 6 mstari wa 14 hadi wa 18, na kwa neno lako wa Galatia sura ile ya 5 sura ya 5, kuanzia leo nitaenenda kwa roho, sitatimiza kamwe tamaa za mwili, kwa sababu mwili utamani ukishana na roho. Leo hii niko tayari kuongozwa na Roho Mtakatifu, sitakuwa chini ya sheria tena. Basi kuanzia sasa ninazika matendo ya mwili ambayo ni haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana hayo. Kila aina ya jambo linalofanya hilo ovu ambao hata sijataja hapa, lakini vinazikwa leo kwa imani katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo. Ninazika na jina langu Amina. Nazika na jina langu Neema. Kwa jina la Yesu Kristo, mimi sio Neema tena. Umekunywa maji? Pole. Sema mimi sasa hivi ni nani? Mimi sasa hivi ni Loveness. Katika jina la Yesu Kristo, pokea ujazo wa nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yako kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu ya Roho Mtakatifu juu ya Loveness katika jina la Yesu Kristo, kwa damu na kondoo, kwa damu na kondoo, kwa damu na kondoo. Nguvu ya Roho Mtakatifu, nguvu ya Roho Mtakatifu yako, nguvu ya Roho Mtakatifu, nguvu ya Roho Mtakatifu juu yako. Inua mikono yako juu. Nguvu ya Roho Mtakatifu juu yako sasa. Nguvu ya Roho Mtakatifu juu yako. Pokea ujazo wa Roho Mtakatifu, Roho wa Bwana. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu. Kila kipawa na karama iliyokuwa imekufa katika maisha yake iwe hai kwa jina la Yesu. Kwa tumboni mwake katika jina la Yesu, na kwa mume wake katika jina la Yesu, kwa namna anapokea ujazo wa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu. Karibu Roho Mtakatifu ndani yake. Mume wake pia Ruben akutana na Yesu Kristo, na watoto wake Messi akutana na mtoto ambaye yuko kwenye tumbo, kwenye jazi yake akutana na Roho Mtakatifu. Karibu uwepo wa Roho Mtakatifu, uwepo wa Roho Mtakatifu, 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 Roho Mtakatifu. Mbingu zinafungua kwa ajili yako, ujazo mpya katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Amani ya Kristo inayopita amani yote juu ya nafsi yako, natamka katika uwezo wa jina la Yesu Kristo. Huyu ni Loveness katika jina la Yesu Kristo, na kwa msaada wa Roho Mtakatifu ataenenda vizuri, atakuwa chanzo cha ukombozi kwenye kizazi cha baba yake na mama yake na kwa mume wake katika jina la Yesu Kristo. Watu watakombolewa, hata wifi yake atakombolewa kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu Kristo. Natamka kwa jina la Yesu Kristo, amani ya Kristo inayopita amani. Kuna mwingine anabatizwa? Okay. Mtejo lako. Nani ile lako refu? Angalia hapo. Lako. Yote yako sawa. Na mapokeo yote niliyokutana nayo yaliyo kinyume jina lako Yesu Kristo, kupitia elimu na ibada mbalimbali ambazo nilishiriki kiroho, kinafsi na kimwili, katika hali halisi na katika hali ya ndoto, kwa jina la Yesu Kristo, leo ninatoka huko ili kuambatana na Yohana 14 mstari wa 6. Yesu Kristo, wewe ndio njia ya kweli na uzima. Amen. Sema kuanzia leo ninaenda kuzika utu wa kale na matendo yake mabaya. Kuanzia leo sitaongozwa na mwili, kwa kuwa mwili hushindana na roho. Kwa hiyo leo nitaongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ninaenda kuzika matendo yote ya mwili ambayo ndiyo uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Leo hii anaenda kuzikwa kwa jina la Yesu Kristo. Mimi Adolfina na jina langu la Adolfina linaenda kuzikwa kwa jina la Yesu Kristo, ili nifanyike kuwa kiumbe kipya. Kwa maana hiyo naenda kusulubisha mwili wangu pamoja na tamaa zake mbaya kwa jina la Yesu Kristo. Ninazika na kila aina ya madhaifu yaliyokuwa yakinifuatilia kutoka kwenye ukoo, kwenye kabila, kwenye asili ya mwenza wangu. Kwa jina la Yesu Kristo ninaenda kuzika
maradhi yote, magonjwa yote, mashambulio yote ya kipepo yanayonifuatilia yenye uhalali wote, kiukoo, kikabila, kijamaa, kitaifa, kimataifa, mimi na mwenza wangu katika ndoa Emmanuel, kwa jina la Yesu Kristo tunaenda kuzika vyote ili tufanyike kuwa viumbe vipya katika jina la Yesu. Amen. Nashangaa kila mtu anakuwa kuna vitu vinaongezeka. Amen. Sio mimi napanga, inasikia tu ile nguvu unakuta maneno yanaongezeka, sio mimi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona ukapata upako Mungu zaidi. Roho Mtakatifu, uwe na amani. Taziba pua kwa dakika chache. Vuta pumzi, funga mdomo. Usiogope, dakika chache tu. Tunamzika Adolfina kwa jina la Yesu Kristo. Anayefufuka sasa ni Esther kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Bwana Yesu simama juu. Ameinuka nani? Esther. Sawa? Amina. Bwana Yesu Kristo wa Nazareth hai. Huyu ni Esther, geukia kule wakuone pia huko. Nilikuwa napenda kupiga picha na wote walikuwa, lakini tutapiga baadaye. Bwana Yesu Kristo, tunamleta Esther mbele zako. Sema kuanzia sasa mimi ni Esther. Mimi si Adolfina tena. Kwa jina la Yesu Kristo. Karibu, tulia. Karibu Roho wa Bwana, karibu Roho Mtakatifu ndani yake Esther. Kuanzia sasa pokea nguvu na uweza wa Roho Mtakatifu. Kila kipawa na karama ambayo ilikuwa imekufa katika maisha yako ninatamka kuwa hai kwa Yohana 11:23-26. Kwa mamlaka niliyopona Bwana Yesu Kristo natangaza kuwa kiumbe kipya, nafsi yako, roho yako na mwili wako kivyote. Bwana wa majeshi Yesu Kristo akajizilisha ndani yako kuanzia sasa. Pokea ujazo wa Roho Mtakatifu. Karibu Roho Mtakatifu ndani yangu. Sema karibu Roho Mtakatifu. Karibu Roho Mtakatifu. Karibu Roho Mtakatifu. Endelea kusema tu. Endelea kusema tu. Mtakatifu ndani yangu. Msindikizeni wengine. Roho Mtakatifu ndani yangu. Karibu Roho Mtakatifu. Nguvu ya Roho Mtakatifu iwe juu yako. Nguvu ya Roho Mtakatifu iwe juu yako. Kwa jina la Yesu Kristo. Ya kwenye maji baba. Au tutakuwa hizo. Yes. I mean now. Ama tukere maji. Roho nyingine tutoke. Kila roho ya uonevu, kila aina magonjwa iondoke kwa jina la Yesu Kristo. Filipi 2:11. Hakuna kumwaibisha hapa wala kumfedhesha. Ila tunataka awekwe huru. Pando sio pando baba yangu wa mbinguni ang'oke kwa Mathayo 15:13-110 katika jina la Yesu Kristo. Achia nafsi yake, achia roho yake, achia harusi nguvu tu ya Roho Mtakatifu kutoka juu mbinguni kwa Bwana Yesu Kristo iwe ndani yako. Not tomorrow but now. I mean now. Now in Jesus name. Now in Jesus name. Now in Jesus name. No other name. Sasa kusikia jina lingine. Ponya kila kiungo chake. Ponya kila maradhi yale kwenye mwili wake. Fufua na kurejesha ujana wake kama tai. Leo kwa Zaburi 103 natamka katika uwezo wa jina la Yesu Kristo. God has a purpose to that. Mungu ana sababu naye kwenye maisha yake. Ndio maana nilikuwa nasikia tangu mwanzo, nataka nikwambie tangu ushuke nilikuwa naona kumbe Roho Mungu alikuwa ananiambia kwamba kuna nguvu kubwa itamshukia. Unamsikia? Unaponya uzao wake, unaondoa umaskini na ufukara, roho ya chumolete inaondoka kwenye familia hii. Hasa uzao wake unakomboa, ni kizazi ambacho kimebarikiwa sana. Ni adui alikuwa ameiba. Unaona basi kuna
Mani tunapita amani yote. Yohana 14:27 juu yako kuanzia sasa katika jina la Yesu. Natamka sasa. Roho Mtakatifu kumfungia ndani ya kuficha kwa ajili ya utukufu wako. Asante Yesu. Asante. Asante Yesu. Asante Yesu. Open eyes, inner eyes. Kwa macho yako unaweza kuona vile vile chini. Hautakufa bali utaishi. Anaishi sasa Kristo ambaye yuko ndani yake na Roho Mtakatifu. Nguvu ya Roho Mtakatifu itakuwezesha wewe na uzao wa tumbo lako leo kwa jina la Yesu. Asante Yesu. Jina la Yesu Kristo ni wa Yesu Kristo. Asante Yesu. Amen. Maana tunapita mara zote za Kristo. Katika jina la Yesu. Sogea hapo mbele. Maji haya yamesafisha kwa damu ya Yesu Kristo, ndio tunachosogea hapo mbele.